Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, naomba nikukaribishe katika channel yetu ya Yosh Testimony TV, manake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inatangaza na kufundisha neno la ufalme wa Mungu hapa duniani. Karibu lipokee neno la Mungu, lifanye kazi moyoni mwako sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo la leo lina kichwa kinachosema uhakika wa ahadi ya Mungu. Somo letu lina vipengele vinne. Cha kwanza ni utangulizi. Cha pili tutazungumzia tumaini la Mkristo katika mstari wa 13 mpaka wa 15. Tatu, tutaangalia dhana ya kiapo, mstari wa 16 na 17. Alafu tutaangalia namna ya kushika tumaini letu, na tutaangalia vile vile mfano wa tumaini kama nanga, na mwisho tutahitimisha ili somo linalohusu uhakika wa ahadi ya Mungu. Mpendwa mtazamaji, tulimaliza somo lililopita kwa mwandishi kuwasa Waebrania wasiwe wavivu, bali wawe kama hao wa zamani waliorithi ahadi kwa imani na uvumilivu. Na kwa hiyo sasa anawaletea mtu mmoja wapo mashuhuri au maarufu kutoka kwenye historia yao, ambaye ni baba yao wa imani, baba yao Abraham, ambaye kuanzia kwenye mstari wa 13 mpaka 20 atamtumia kama mfano wa mtu aliyerithi ahadi kwa imani, na ambaye kwa bahati nzuri hapa Waebrania walikuwa wanaelewa historia yake. Tangu wakiwa wadogo walikuwa wameelewa historia yake na alivyo asisi taifa lao. Tuanze kwa kusoma mistari hii kuanzia 13 mpaka wa 18 kwanza, alafu tutasoma ile miwili baadaye. Kwa maana Mungu alipompa Abraham ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki, na kuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Maana wanadamu wapo kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao mwisho wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyadhibitisha. Katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonesha zaidi sana warithio ile ahadi jinsi mashauri yake yasiyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. Kwa hiyo hapa kitu cha kwanza cha kuangalia ni mwandishi anavyoeleza hili tumaini letu au tumaini la Wakristo kwa Waebrania, ambalo sio tofauti na tumaini letu kama Wakristo wa sasa. Katika mstari wa 13 tunaona Mungu akichukua hatua ya ziada kuhakikisha kwamba hao watu wanatiwa moyo sana ili kushikilia sana tumaini lao. Anataka kuwatia moyo, na kitia moyo anachotaka wawe nacho ni uhakikisho wa kwamba ahadi zake Mungu zote zitatimia.
na kwamba wakati ujao uko imara mikononi mwake kwa manufaa yao. Kwa hiyo hatoi ahadi tu, bali anakula kiapo na kuapa kwamba atawabariki, na anapa ukweli wa juu na wa thamani sana katika ulimwengu huu, yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuna mambo mawili, sio moja hapa, ambalo amewawekea: ahadi na kiapo, ambayo yanashikilia tumaini lao. Kwa hiyo tumaini lao liko kwa Mungu na linahakikishwa na ahadi na kiapo. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali, anawaletea mfano wa Abraham. Abraham alikuwa mtu ambaye Mungu alitoa ahadi ya kimiujiza kwake. Ahadi ya Mungu inayoitwa Agano la Abrahamu, ambayo imeandikwa au imeonyeshwa katika kitabu cha Mwanzo. Mungu alimhakikishia Abrahamu kwamba angepokea mambo makuu ambayo mwandishi ameyafupisha katika mstari wa 14. Ameyafupisha sana, lakini kiuhalisia katika kitabu cha Mwanzo, ukipenda unaweza ukasoma, Abrahamu angepokea uzao mkuu au uzao ambao ungekuja kuwa taifa kubwa, na yeye mwenyewe angekuwa na jina kuu, na angepokea urithi wa sehemu kubwa ya ardhi. Pia katika ahadi hiyo alimwahidia Mungu, Abraham angeleta baraka kwa mataifa yote ya dunia. Na Abraham aliposikia maneno haya alimwamini Mungu, na imani yake ikamfanya kuwa mwadilifu. Kwa hiyo katika mstari wa 15 anasema, kwa kuamini ahadi za Mungu Abraham aliamini, na kwa kuamini ahadi za Mungu Abraham alihesabiwa haki kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunasema Abraham, au maandiko yanasema Abraham aliokolewa kwa imani yake, alivyomwamini Mungu kupitia ahadi hizo alizopewa. Lakini Abraham pia alipaswa kuwa na subira, kwani imani yake ilijaribiwa mara nyingi. Kwanza, Abraham alilazimika kungoja miaka 25 ili kupokea mwana aliyeahidiwa, Isaka. Na kama hiyo haitoshi, Abraham alikufa hata kabla hajaona taifa aliloahidiwa. Maana wakati anakufa, kijana wake alikuwa bado ni mmoja, au alikuwa na watoto wengine, lakini kijana wa ahadi ambaye alipaswa kuanzisha hilo taifa alikuwa bado ni mmoja. Vile vile hilo nchi ambayo Mungu alisema ingekuwa yake alikuwa hajaipata, hajairithi, lakini alikufa akijua hayo mambo yatakuja katika maisha yajayo. Pendwa mtazamaji, huu mstari kwa ujumla wake, au huu mfano wa Abrahamu, unaonyesha tumaini letu linavyopaswa kuwa. Sio yote yaliyoahidiwa utake kuyaona kwa macho kwa sasa. Maana mfano wetu mkubwa, kama nilivyosema, Abraham alivyoona kwa macho ni mtoto wake mmoja, Isaka. Hakuona taifa, hakuona nchi ikirithishwa, lakini aliamini, na kwa hiyo akahesabiwa haki. Kwa hiyo aliwapa huu mfano uwatie moyo
Wakristo wa Kiebrania, lakini na sisi pia, kwamba ahadi za Mungu zinaweza zisionekane kwa sasa, lakini tuwe na uhakika kwamba zitatimia, zitakamilika. Mstari wa 16 bado tukiwa kwenye hii, mwandishi sasa anaingiza dhana ya kiapo ambayo kimsingi imejikita kwenye kukiri kwetu dhambi ya mwanadamu. Kiapo kinatakiwa kuwapo watu uhakikisho kwamba mtoa ahadi hasemi uongo. Kwa hiyo ni jibu la ukosefu wa uaminifu wa kibinadamu. Na karibu kila mara tunaweka kiapo kwa mtu au mamlaka za juu kuliko mtu anayefanya kiapo. Hii ni kutambua kwamba ahadi inaweza kutekelezwa kwa kutumia nguvu ya mamlaka hiyo, na huu ni utambuzi wa ukosefu wa maadili ya wanadamu. Tunaapa kwa mamlaka kusudi mamlaka iweze kumwajibisha aliyeapa atimize kiapo chake. Uhakikisho ambao kiapo kama hicho hutoa ni makubaliano ya kibinadamu na hitaji la mwanadamu. Mazoea ya kibinadamu ya kutoa kiapo yanahalalisha Mungu kutoa kiapo kwa sababu wanadamu wanaheshimu thamani ya kiapo. Kwa kuwa Mungu habadiliki, ni mkamilifu na ni mzuri kabisa, hawezi kusema uongo. Kwa hiyo hakuwa na sababu ya kuapa, ila aliapa kwa sababu wanadamu uelewa wao huko kiasi kwamba wanaamini kiapo. Lakini kwa ajili ya uhakikisho wa kibinadamu, Mungu aliapa katika ule mstari wa 17 tunaelezwa. Bila shaka kwa kuwa hakuna kitu cha juu zaidi ya kuliko Mungu, anaapa juu yake mwenyewe. Kumtumaini Mungu ni nani na kila ambacho amefanya ni muhimu kwa ujasiri wetu tunapokuwa katika imani. Kwa hiyo ndio kiapo kimeingia kama sehemu ya kutuhakikishia kwamba ahadi zake zitakamilika. Mstari wa 17 mpaka wa 18 ambao tunaangalia namna sasa ya kulishika ili tumaini. Mwandishi anasema, mtasoma mstari wa 17 mwishoni na mstari wa 18 wote. Alitia kiapo katikati ili kwa vitu viwili visiweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. Kwa maneno mengine, anataka tuwe na kitia moyo chenye nguvu ili kushikilia tumaini ambalo ameapa litakuwa letu. Ahadi na kiapo vinakusudiwa kutupa uhakika wa kina kwamba tutarithi yote anayotuahidi katika Yesu. Kwa hiyo anataka sisi kwa hisia na matendo yetu tuyashike matumaini yote yaliyo kwenye ahadi. Na kuyashika matumaini yetu kuna maanisha kutegemea kwa asilimia matumaini hayo. Tuyaamini, tujisikie salama ndani yake, turidhike nayo, tuwe na shauku kubwa ya kutosha kuyafikia matumaini hayo. Kuna angalau mambo 5 yanayofaa unayoweza kufanya ili kusukuma moyo wako kuelekea kushikilia tumaini. Yaani mambo unayoweza kufanya kama wewe practical. La kwanza kabisa ni kutafakari kutoka katika Biblia jinsi tumaini lako lilivyo hakika mbele za Mungu. Na hii mistari tuliyosoma ya ahadi yenyewe na kiapo kilichofuata njia mojawapo ya kuonyesha kwamba hii kitu kiko vizuri, yani kimehakikishwa. Pili, omba kwa bidii ili Mungu afungue akili na moyo wako
kwa ukuu wake na uhakika wa tumaini hili, na elekeze moyo wako katika kumtumaini yeye. Ndugu mtazamaji, inabidi umwombe Mungu akufunulie ukuu wa Mungu, na kwamba kila kitu kiko chini yake, kiko chini ya uwezo wake, na hakuna kinachomshinda. Na kwa kuwa amekuahidi na akaapa kwamba atakupa, utafikia mahali ambapo utaamini kwamba tumaini hili ni la hakika, na tumaini letu linapaswa kuwa la hakika. 3, fikiria jinsi Kristo alivyoteseka kwa ajili ya tumaini lako. Kristo amekuja kufa kwa ajili yako ili upate msamaha wa dhambi, upate uhalali wa kuitwa mwana wa Mungu, na kwa hiyo kustahili urithi wa ahadi ambazo ziko kwenye tumaini letu. 4, wafikiria wa Kristo kama wewe ambao wameshikilia tumaini katika Kristo. Kutoka nchi mbalimbali tunasikia kila siku kwenye magazeti, kwenye redio na kwenye mitandao, watu wanafungwa, kupigwa, kuteswa na hata kuuawa kwa tumaini walilonalo katika Kristo. Kwa hiyo wafikirie hao na ujue kwamba ni watu ambao wana akili zao ni nzuri, lakini wanavumilia mateso ili waweze kurithi hilo tumaini. Na la mwisho lakini muhimu, na tumeligusia huko nyuma, tusaidiane kufanya mambo haya yote katika makanisa na makusanyiko yetu, kwa kuhimizana kila siku kushikilia imani. Kumbuka kwenye sura ya 4 tuliambiwa kwamba hili ni jukumu la kuonyana ili mioyo yetu isije kawa migumu ambayo haimwamini Mungu, na kwa hiyo tunaishia kujitenga naye. Mwisho kabisa, katika kipengele cha 4 tunaangalia mfano wa tumaini kama nanga. Kwenye mistari iliyopita, uhakika wetu ulitokana na ahadi na kiapo. Sasa mwandishi anatupa kipengele kingine ambacho kitatusaidia kuelewa tumaini letu, na badala ya ahadi na kiapo anatupa picha nyingine ambayo anatarajia itashikamana na akili zetu na kutupatia uhakika thabiti juu ya maisha yetu baadaye. Picha hii ni ya nanga. Tasoma mistari hii miwili inayohusiana na dhana hiyo. Tulionayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu. Mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Matumaini haya tunayo kama nanga ya roho, yani tumaini letu tulione hivyo, hakika na thabiti, na yaliyoingia katika uwepo nyuma ya pazia, ambapo mtangulizi ameingia kwa ajili yetu, yani Yesu akiwa kuhani mkuu milele, mfano wa Melkizedeki. Mpendwa mtazamaji, tulipoangalia somo letu juu ya ukuhani mkuu wa Yesu, tunajua ameingia patakatifu patakatifu mbinguni na damu yake kama dhabihu. Kwa hiyo yeye ni mzaliwa wa kwanza, ameingia nyuma ya pazia la patakatifu patakatifu, na yeye ni mzaliwa wa kwanza, ni mtangulizi, na sisi tutafuata. Kwa hiyo ni tofauti na kuhani wa zamani ambaye alikuwa anaingia kama mwakilishi wa watu. Yesu ameingia kama mtangulizi, na sisi tutakuja kufuata huko. Kwa hiyo ndio maana anaposema hiyo nanga iko kwenye nyuma ya pazia, ana maana iko mbinguni ambako Yesu ameingia. Nanga ambayo katika hii picha ni tumaini lililowekwa mbele yetu, ni lengo halisi la siku zijazo ambalo tunatumaini. Ni mbingu na baraka iliyoahidiwa katika mstari wa 14.
hakika kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza. Na jumla ya mema yote ambayo Mungu ameapa kuwa kwa ajili yetu katika Yesu. Hii ndiyo nanga ya mstari wa 19 inayoendeleza mstari wa 18. Kwa hiyo tumaini hili tunalo kama nanga ya nafsi. Kwa maneno mengine, kinachotia nanga roho zetu si imani yetu ya kibinafsi, bali ni uhalisi wa uhakika ambao Mungu ameahidi. Hii ni nanga yetu na hili ndilo tunalopaswa kushika. Tumaini hili tulilonalo kama nanga, kwa kueleza kidogo zaidi, hapo wazo ni kwamba tumetiwa nanga, tumeshikiliwa kwenye kitu thabiti kisichoonekana. Haya maelezo aliyaweka kusudi tuelewe. Watu wengi wanajua nanga ile inayoshika meli au mtumbwi au boti, inateremshwa chini kwenye sakafu ya bahari ya uziwa na inashika huko na inahakikisha kwamba upepo na mawimbi hayaihamishi hiyo meli au hiyo mashua au boti. Kwa hiyo kimsingi picha ya nanga inafaa kwa sababu zifuatazo. Kwanza, mtu huna haja ya nanga kama bahari ni ya utulivu. Kadiri hali ya hewa inavyozidi kuwa mbaya ndivyo nanga yako ilivyokuwa inatakiwa. Na kwa hiyo kwa muktadha wa maelezo ya sura hii, ndugu zetu wa Ibrania walikuwa katika dhoruba ya mateso na surubu mbalimbali. Kwa hiyo kuwaeleza kwamba tumaini hili liwe kama nanga ilikuwa ni kuwaeleza kitu ambacho kingewasaidia. Kwa hiyo tunahitaji nanga ya kushikilia meli na kuizuia isipeperushwe na hatimaye kupotea. Umeona kwamba onyo lilikuwa linahusu wale ambao ni kama wamepigwa na hii dhoruba wakaamua kurudi kabisa nyuma, kuacha, kuanguka. Vile vile tunahitaji nanga kuleta utulivu katika meli na kuiweka vizuri, yani tufurahie maisha yetu ndani ya Kristo. Tukiwa tunajua tumeshikiliwa mahala fulani. Vile vile tunahitaji nanga ili kuruhusu meli idumishe umbali ambao imeshafanya. Meli imefika hapa, inatia nanga kusudi mawimbi ya upepo usirudishe nyuma. Na kwa hiyo kwa Mkristo vile vile pale ulipeshafika kiukomavu, inabidi tumaini letu au tumaini lako likusimamishe hapo hapo, usirudi nyuma ila uende mbele. Meli lazima ishikwe kwenye nanga kama vile na sisi tunavyopaswa kushikwa na tumaini. Nanga yenyewe inaweza kuwa na nguvu na kushika vizuri kwenye sakafu ya bahari, lakini ikiwa haijaunganishwa na meli kule juu inakuwa haina maana. Kwa hiyo wai tumaini letu lina uhakika, inabidi liunganishwe na wewe moyoni mwako. Of course hii picha ya nanga ina mapungufu kidogo, lakini yanaeleweza. Kwanza tumetia nanga juu mbinguni na sio chini. Mara nyingi nanga inakuwa chini, lakini sisi ya kwetu iko juu mbinguni aliko Yesu. Alafu vile vile nanga mara nyingi inamaanisha hatupashwi kubadili nafasi, yani tunakaa pale pale, lakini sisi tunapashwa kusonga mbele. Kwa hiyo hayo ni marekebisho kidogo kwenye nadharia ya nanga ambayo unaweza ukayafanya. Nanga yetu ni kama nanga nyingine yoyote, wakati inatumika huwa haionekane kwa kuwa inakuwa chini ya maji. Ukiona nanga inaonekana ni kwamba haifanyi kazi, inakuwa juu kwenye meli, lakini ikiwa chini baharini huwa haionekani. Kwa hiyo na sisi tumaini letu halionekani kwa macho, ni kwa imani. Kwa hiyo ndugu yangu, sijui wewe tumaini lako liko wapi? Je, unaamini kwa sababu unaona? Huko si kuamini hata kidogo. Na kinachosemwa hapa ni kuamini. Kwa hiyo
Anasema mwandishi pale maneno mazuri kwamba ambayo inaingia kwenye uwepo nyuma ya pazia ambako mtangulizi wetu ameingia kwa ajili yetu. Kwa hiyo tumaini letu lina uhakika kama nanga inatufikisha katika uwepo wa Mungu. Matumaini ndiyo dawa ambayo Wakristo waliokata tamaa wanahitaji. Hawa wote ambao walikuwa wanasumbuliwa na wanataka kurudi nyuma na kuacha wokovu, walichokuwa wanahitaji ni nanga ya imani kuwashirikilia pale walipo. Yesu kwa ajili yetu ni mtangulizi wetu. Tumehakikishiwa upatikanaji huu katika uwepo wa Mungu kwa sababu Yesu ameingia kama mtangulizi. Kuhani mkuu wa Agano la Kale hakuingia kwenye pazia la patakatifu kama mtangulizi, alikuwa ni mwakilishi tu. Na hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kumfuata, lakini sisi Yesu ameingia kule kama mtangulizi na sisi tunapaswa kumfuata. Na neno mtangulizi, asili ya hili neno ilikuwa ni mpelelezi wa jeshi anayetangulia kutafuta taarifa. Akisharudi, mtangulizi akienda mbele anajua kwamba wengine watamfuata nyuma. Kwa hiyo tunaambiwa baadaye kwamba kama mtangulizi Bwana wetu ameingia kwa ajili yetu, basi ameingia kumiliki kwa jina letu. Yesu Kristo alipokwenda mbinguni alitazama pande zote juu, vitu vyote vya enzi, bustani, vinanda na mataji yote, akasema na vimiliki hivi vyote kwa jina la waliokombolewa ambao ndio sisi. Mimi ndiye mwakilishi wao na ninadai mahali hivi vyote kwa jina lao. Kwa hiyo ameshatutayarishia mahali ambapo tutaingia. Na hiyo ndio nanga tulionayo, na inapaswa itupe imani ya kuvumilia kwa subira mpaka na wakati utakapofika. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, katika mstari wa 13 kwa kuhitimisha sasa, katika mstari wa 15 mpaka 17 mwandishi anatuasa tushikilie sana tumaini letu kwa kutuambia kwamba linategemea mambo mawili, ahadi na kiapo. Katika hii mistari miwili ya mwisho 19 mpaka 20 anatuasa kushika sana tumaini letu kwa kutuambia kwamba wakati wetu ujao ulioahidiwa ni nanga ya roho ambayo ni hakika na thabiti na iliyo kamili na yenye lazima ya kufuatwa kama Yesu katika kumwaga damu yake kwa ajili ya dhambi zetu na kujipeleka mwenyewe mbele za Mungu ili kuwatetea aliowakomboa. Kwa hiyo tuna vitu viwili vinavyotupa uhakika. Moja ni ahadi na kiapo, lakini vile vile ni nanga ambayo ni Kristo ambaye ametangulia na sisi itabidi tumfuate. Kwa hiyo inabidi hivi vyote viwili vitupe uhakika wa tumaini letu. Lakini kama Yesu ndiye mtangulizi, basi sisi ni wafuasi. Hakuna mtangulizi ikiwa hakuna wafuasi baada yake. Tunapaswa kumfuata Yesu kwa bidii na kumkimbiza kwa bidii. Ametutangulia na yeye ndiye kielelezo chetu. Kwa hiyo alipoingia na sisi tutaingia. Akiwa kuhani mkuu milele kulingana na utaratibu wa Melkizedeki, mfano wa hekalu nyuma ya pazia. Mwandishi hapa anawakumbusha Waebrania mwanzo wake wa awali katika somo la Yesu kama kuhani mkuu tuliloona kwenye sura ya 5. Ukuhani wa Yesu ni wa milele, na hili wazo litaendelea katika sura inayokuja. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama wewe ni mmojawapo wa wale ambao wamelisikia hili somo na kusikia tumaini tulilonalo katika Yesu, tumaini la Mungu na ahadi zake katika Yesu, jua kwamba
linakulenga wewe, kwa sababu hizi ahadi ni za kwa wale ambao wamempokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na ndugu mtazamaji, kama hujakata shauri, ningekuomba ukate shauri na kumpa Yesu maisha yako ili uweze kufaidi hizi ahadi ambazo tuna uhakika nazo. Kwa naomba ufuatishe maombi haya, na mwisho haya maombi utapokea uzima wa milele na kuwa mwana anayestahili urithi wa ahadi za Mungu. Bwana Yesu, ninatubu dhambi zangu na kusalimisha maisha yangu. Unioshe. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na kufufuka tena siku ya tatu kwa ajili ya dhambi zangu. Naamini hilo moyoni mwangu na kukiri kwa kinywa changu kwamba Yesu ni Mwokozi na Bwana wangu. Kwa jina lako naomba haya na kuamini.